Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi jimbo la Musoma mjini iliyoketi siku ya Jumanne tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2026, mbali na yote pia ilipokea taarifa ya maendeleo ya miradi mbalimbali inayoendelea katika jimbo la Musoma mjini. Akifungua kikao hicho, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi jimbo la Musoma mjini ndugu Magiri Benedict Marigesi alikuwa na haya ya kuzungumza. Ndugu wajumbe, ziko ajenda kama mnavyoona hapo, mnazo kwenye kabasha zenu, kila kata wote mnazo, zinajielekeza nini tunakwenda kufanya. Pamoja na mambo mengine yaliyoko humu ndani, liko moja limekuja ambalo tutalijadili kwa upana wake na ukubwa wake, ajenda namba 2. Kwa umoja wetu, kwa nafasi zetu, kila mtu kwenye eneo lake aone namna gani bora anakwenda kwenda kwenye kutengeneza uchumi wa chama kwa ngazi husika. Hapa tulipo tunashughulika na ngazi ya wilaya, lakini baadaye mkirudi kwenu kule kwenye kata mtashughulika na kata kwa maana ya uchumi wa kata, lakini bado tutaomba sana muhimize uchumi kwenye matawi yetu. Lakini na mambo mengine yaliyoko humu ndani, tunatamani kuona kwenye wai wa chama kule ndani, tutakuja kuzungumza. Tunatamani kuona kila kata tunakwenda kuwa na viwanja, lakini kila kata tunakwenda kuona kila kiwanja kimepimwa, na sio kupimwa tu, tunatamani kuona kila kiwanja tuna hati miliki. Sasa utakuja kuona tuna kata 16 hapa Musoma mjini, lakini kata 8 wana hati miliki, na niwaombe tu mwapigeni makofi wale wote walio na hati miliki. Tunakwenda kuona kwamba zile kata 8 tayari wao wana viwanja na vimepimwa na vina hati miliki, lakini tunazo kata kama sikosei 5 wameshapimiwa lakini bado hawajamilikishwa hati miliki, lakini kuna kata 3 ambao hawana viwanja kabisa na inaonekana kama vile hawana mpango. Sasa kwa sababu tupo hapa kwa ajili ya kukumbushana, tuendelee kuwakumbusha watu wa Nyasho, watu wa Mgobero na watu wa Kwangwa kuhakikisha mnapata viwanja. Naye meya wa manispaa ya Musoma ndugu Alex Nyabiti alitoa taarifa ya ukusanyaji wa mapato. Mwenyekiti, umeniomba nielezee machache kuhusu halmashauri ya manispaa ya Musoma. Mwenyekiti, ni watoe wasiwasi, kama mlivyotukabidhi kuiongoza halmashauri ya manispaa ya Musoma, tumefanya vizuri. Cha kwanza ni kwamba makisio ya halmashauri ya manispaa ya Musoma ilikuwa ni kukusanya shilingi bilioni 5 milioni 800, lakini tumekusanya bilioni 5 milioni 400. Sawa sawa. CCM oye! Sawa sawa na 94%. Mwenyekiti, ukiangalia katika zile halmashauri 9 utatuona sisi ni wapili kutoka mwisho. Isikupatie wasiwasi, ni wapili kutoka mwisho. Kwa nini? Halmashauri inayokusanya pesa kubwa zaidi ni halmashauri ya Tarime DC, zaidi ya bilioni 70, wana mgodi wa Nyamongo, minada na vitu vingine. Halmashauri inayofuatia ni halmashauri ya Serengeti, wao wana mbuga, migodi na vitu vingine. Lakini sisi halmashauri ya Musoma manispaa tulipangiwa kutoka kukusanya bilioni 3 mpaka tukusanye bilioni 5, tukiwa tuna vyanzo vichache vya mapato, lakini tukiwa tuna sehemu ndogo zaidi ya ardhi. Tumefanya vizuri. Halmashauri ya Bunda DC wao wanakusanya bilioni 3. Halmashauri ya Bunda DC wao ni milioni 2. Bunda TC ambao ni mjini wanakusanya bilioni 2. Wale wa kule vijijini bilioni hawa bilioni 3, wale bilioni 2. Halmashauri ya Rorya bilioni 2. Kwa hiyo sisi tumepewa kazi kubwa ya kukusanya, na tumeonyesha kukusanya, na tumefikia lengo, na tunakwenda vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kwa upande wa matumizi huwa hatupingi tu kwa kukusanya. Tumekusanya na tumetumia. Tanzania hii taasisi pekee ambayo inaruhusiwa kukusanya na kutumia ni halmashauri. Mtakusanya, mtapeleka kwenye maendeleo, lakini kwa utaratibu.
tumepata juzi hati safi, ni kati ya halmashauri ambazo zimepata hati safi Tanzania. CCM oye! Mbunge wa jimbo la Musoma mjini Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera amewataka viongozi kuwathamini wale waliowachagua na kuitekeleza kwa vitendo kauli mbiu ya kazi na utu. Tumeaminiwa, tumechaguliwa. Hii kauli mbiu ya kazi na utu inatakiwa ituguse. Sisi viongozi tunatakiwa tufanye kazi na pia tuzingatie kuwa na utu. Tuendelee kuwathamini watu waliotupa imani ya kutupa hizi nafasi, kuanzia viongozi wetu ambao ni waheshimiwa madiwani na sisi viongozi wa chama, kwa sababu serikali ya manispaa ya Musoma mjini iko chini ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tuendelee kuwatumikia wananchi wetu na kuendelea kuthamini utu wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naendelea kuwashukuru wajumbe wa halmashauri kuu hii, kwani wao ndio walifanya mpaka mimi nikawa mbunge. Aidha, Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera amesema kwa kipindi kifupi cha miezi 7 cha yeye kama mbunge wa jimbo la Musoma mjini ameweza kuwasilisha changamoto za jimbo la Musoma mjini katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mimi mbunge wenu ninaendelea kuwakilisha ipasavyo katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama mlivyoniamini. Kwa kipindi kifupi cha miezi 7 naweza kusema wakati mnaniamini hamkukosea. Ni mambo mengi ambayo nimeweza kuyawasilisha yanayohusu manispaa yetu na ameweza kupatiwa ufumbuzi kwa muda mchache sana. Pia Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera amezungumzia swala la kupandishwa hadhi kwa Chuo cha Maendeleo ya Jamii Buhare, swala la uwanja wa ndege wa manispaa ya Musoma na bandari ya Musoma. Kwa haraka kuna vitu ambavyo vilikuwa vina waudhi sana watu wengi wa Musoma mjini, na mimi nimeweza kwenda kupambana navyo ipasavyo na vimezaa matunda. Cha kwanza kabisa, kilio cha Musoma mjini ilikuwa ni tuwe na chuo kikuu, na hata siku moja niko humu ndani niliwahi kuwaomba na kuambia lengo langu ni kwenda kuishawishi serikali chuo chetu cha Buhare at least kiwe campus ya Tengeru ili tuweze kupokea watoto wengi na pia mzunguko wa pesa uweze kuongezeka kwenye manispaa yetu kutokana na population ya watu. Na hilo limework out. Kuanzia mwezi wa 10 watu wataanza kupokelewa hapo chuoni. Tulikuwa na changamoto ya uwanja wa ndege. Huu uwanja wa ndege sisi hapa tuko jirani na Serengeti National Park. It's about 130 kilometers. Lakini watalii wengi walikuwa wana land Mwanza, wanapita huko Ndabaka, wanaenda Serengeti, wengine wana land Arusha, wengine Kia. Kwa hiyo kwa uwanja huu kuanza kufanya kazi, and if I'm not mistaken, DG wa ATCL walisema kuanzia tarehe 16 wanatarajia ndege ziweze kutua hapa. Hiyo ni kwa sababu ya, kama mlikuwa mnaangalia, nimeuliza maswali 4 moja kwa moja kwa waziri wa uchukuzi kwamba ni lini uwanja huu utaweza kufanya kazi. Maana yake ni nini? Vitu vingine havijakamilika kama terminology, lakini waliweza kulipokea, na DG wa TAA aliweza kuniconsult na kuniambia watakarabati jengo lililopo ili uwanja uweze kutumika. Maana yake ni kwamba fursa zitaenda kufunguka. Mbali na hapo, tumekuwa na issue ya bandari. Tunao bandari ya Iringo. Ile bandari watu walikuwa hawaelewi maana ile bandari. Ile bandari is a very potential area, na ambayo kwenye economic activities za Musoma inaweza kuja kusaidia wananchi wetu kwa kiasi kikubwa. Nimeweza kupambana na mpaka alikuja waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbalawa, na alivyoiona bandari hile mara ya kwanza wakati naongea naye alikuwa hajapata picha. Akaniambia itabidi tujenge gati ya mita 100 ili meli ziweze kuingia. Good thing alivyofika alikuta gati ile ina hizo mita 100, lakini depth yake kidogo ndio imepungua, na wakasema wanaweza kuja kuchimba excavate pale ili meli ziweze kupaki. Wakati hizo procedures zinaendelea, nikaenda na alternative nyingine. Nikaiomba Wizara ya Uchukuzi kupitia Katibu Mkuu Kayara kwamba tunaomba, kuna watu ambao ni private wanataka waanze kuleta meli na baadhi ya vitu, for instance cement kutoka Kisumu. Nadhani wote ni mashahidi, mnajua cement za Kenya ziko chini, na ninashukuru Mungu mpaka sasa hivi nina 77% za hiyo deal kwenda kumachua. Itakapomachua tunaenda kufungua fursa za kiuchumi kwa Musoma mjini,
na vijana wetu wataenda kujikwamua kwa kiasi kikubwa. Asante kwa kuendelea kuichagua Egwaso TV, sauti ya jamii. Huu ni mwendelezo kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali iziwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Endelea kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tutambulika kama Egwaso TV. Lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Egwaso TV, sauti ya jamii. Mimi ni Tonado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Egwaso TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.